hiyo. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia miaka ya 1900. Kulizuka wanyadamu za watu, mavampire, huko Louisiana, USA, Marekani. Mmoja kati ya mavampire hao alikuwa ni mbishi Auguste de la Grange, aliyewaua na kuwanyonya damu zaidi ya watu 40. Alikuwa mgumu kufa. Alipokufa alitolewa moyo na mifupa yote kwa maonyesho. Auguste alikufa mwaka wa 1921. Alizaniwa kuwa na moyo mgumu kuliko binadamu wa kawaida. Alikuwa ni vampire aliyedaiwa kutisha sana, kwani mpaka anafariki alikuwa amewaua zaidi ya watu 40 na kuwanyonya damu, huku majaribio mengi ya kumuua yakifeli. Miaka ya 1900 kulizuka watu wengi waliokuwa wanawaua watu na kunywa damu zao, mavampire. Ndipo alipozuka Auguste pia, aliyedaiwa kuwa mtu wa ajabu kutokea katika mavampire hao huko Louisiana, USA. Kulingana na machapisho kadhaa ni kwamba waasiliwa wote walikuwa wakipatikana wakiwa wamevunjwa mikono yao, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hakukuwa na damu yoyote katika mivunjiko hiyo, ikimaanisha kuwa damu yote ilikuwa ikinyonywa. Padri Henry Jante, kuhani wa Roma Katoliki, na Moses Amshan, mtaalamu wa maombezi, walimfuatilia Auguste na inadaiwa walifanikiwa kumdhibiti na kumtuliza. Sasa mifupa ya Auguste inaonyeshwa kwenye jumba la makumbusho la vampire huko New Orleans, kwani alichinjwa kabisa kuhakikisha harudi tena. Wawili hao walianza kuwaharibu marafiki zake kwa kuwaua na kumlazimisha Auguste kukimbilia kwenye nyumba ya shambani iliyoachwa nje kidogo ya mji mdogo huko Louisiana. Huko ndipo walipofanikiwa kumsukumia mti kupitia moyo wake na mwili wake kuharibiwa. Mwili wake waliuharibu zaidi na kuiondoa mifupa yake ambayo imebaki kama sehemu ya maonyesho pamoja na moyo wake. Mwaka wa 2010, bidhaa ya kushangaza ilinunuliwa kwa gharama ya dola 250 kwenye jukwaa la mnada katika mtandao wa eBay. Wauzaji walidai kuwa huo ulikuwa ni moyo wa vampire Auguste de la Grange. Tukio lingine, hii ni picha iliyopigwa katika ajali mbaya ya treni iliyotokea Juni 6 mwaka 1981, Bihar, India. Kulikuwa na zaidi ya abiria 1000 katika treni hiyo. Kati ya abiria 500 au 800 walifariki. Miili mingi ilipotea, haikupatikana. Msababishi wa ajali hii ni ng'ombe aliyekuwa anavuka reli. Juni 6 mwaka 1981, mwongozo treni iliyokuwa inafanya safari zake kati ya Mans na Sarsha, India, ilimbidi asimamishe treni kwa ghafla ili asababishe ajali baada ya kushuhudia ng'ombe akivuka katika njia hiyo ya treni mbele yake. Lakini treni hiyo iliyokuwa na mabehewa 9 yenye zaidi ya abiria 1000 ndani yake iliacha njia na kuingia katika mto Bagmat uliokuwa karibu na kupelekea ajali mbaya iliyosababisha vifo kati ya watu 500 hadi 800. Mabehewa 7 ndiyo yalitumbukia mtoni na kuzama. Abiria hao 1000 ni wale waliojazana ndani ya mabehewa pekee, lakini wapo waliokuwa nje juu ya mabehewa hayo ambayo hakujulikana idadi yao. Wakati ajali inatokea, hali ya hewa ilikuwa mbaya. Mvua kubwa ilikuwa inakaribia kunyesha, hali iliyopelekea miili mingi ya watu kupotea kwa kusombwa na maji ya mto yaliyokuwa yamejaa kupitiliza. Licha ya vikosi vya uokozi kutafuta miili ya watu kwa zaidi ya siku 5 majini humo, lakini miili mingi ilipotea. Miili iliyopatikana ni miili 286 tu kati ya miili karibia 800 ya watu waliofariki baada ya ajali hiyo. Kama unajiuliza ni kwa nini mwongozaji wa treni hiyo asingewagonga tu ng'ombe hao, basi majibu ni kwamba hakuwagonga kwa sababu nchini India ng'ombe ni mnyama ambaye yupo sacred,
yaani anahusishwa na udini, ana muunganiko fulani na miungu yao. Tunaanzia mwaka 1915. Mary Maron alitengwa na serikali ya USA kwa zaidi ya miaka 23 hadi anafariki mwaka 1938. Kisa alipika chakula kibaya na watu wengi wakaugua typhoid. Alikuwa anashindishwa ndani tu miaka yote hadi mwili wake uliparalyze. Walimbatiza jina la Typhoid Mary. Mary alikuwa mpishi maarufu sana miaka 1900 katika mitaa ya New York City, USA, Marekani, akiwapikia watu kwenye taasisi mbalimbali kama shule, hospitali na kadhalika. Mwaka 1906 alipika chakula kilichowazuru walaji 53 huku 3 wakipoteza maisha kwa typhoid. Toka hapo akabatizwa jina la Typhoid Mary. Ubaya ni kwamba homa hii wakati huo ndiyo ilikuwa inaanza kuenea mjini humo, kwa hivyo moja kwa moja ilitafsiriwa kwamba Mary ndiye msambazaji mkuu wa typhoid kwa watu. Kutokana na dhana hiyo, serikali ya New York ilimtenga Mary na kumpeleka katika hospitali ya Riverside iliyopo mbali katika kisiwa cha North Plaza. Mary hakuamini kama kweli serikali imemuona hafai na kumtenga, eti kisa anaeneza typhoid. Daktari wangu ananiambia sina typhoid wala sina hata dalili za typhoid. Mimi ni mtu mzuri, iweje ninaendeshwa kama mtuhumiwa, kama mnyama? Mara kwa mara alipeleka mashtaka mahakamani kuishtaki bodi ya afya ya New York kwa kumtuhumu na kumtenga hadi mwaka wa 1910 alipoachiwa kwa makubaliano ya kwamba ataachana na kazi yake ya kupika baada ya kutengwa kwa miaka mingi. Mary akatafuta kazi kiwandani, lakini huko malipo yalikuwa madogo. Baadaye akaamua kubadilisha jina na kujiita Mary Brown na akaendelea kupika chakula kama kawaida. Na sasa alikuwa mpishi katika hospitali ya wanawake ya Sloan, New York. Mwaka 1915 madaktari na manesi wa hospitali hiyo, jumla yao 22, waliugua typhoid. 3 walifariki. Mpishi alikamatwa na kuwekwa karantini bila kujua ndiyo yule Mary Maron aliyewekwa karantini mwanzo kwa miaka 4. Alipogundulika kuwa ni yeye, alitengwa akawa chini ya ulinzi mkali kwa zaidi ya miaka 23 hadi anafariki Novemba 11 mwaka 1938 akiwa na miaka 69. Ilikuwa hakuna hata kutoka nje, hali iliyopelekea hata mwili wake kuparalyze. Tukio lingine ni la mwaka 1983. Wasichana walikamatwa huko Florida, USA, kisa kuonyesha nyeti zao kwa askari wakitaka kutoa rushwa ya ngono. Msichana mmoja akiwa mbele ya mahakama alimwonyesha Jaji David A. Dimas bikini yake akisema ni kubwa, asingeweza kuonyesha nyeti zake kirahisi. Kesi ilifutwa. Tukio lingine pichani ni mlinda mlango Sam Bartram wa timu ya soka ya Charlton ya Uingereza. Mwaka 1937 kulipigwa mechi ya kirafiki dhidi ya Chelsea. Ukungu ukaharibu na mechi kuahirishwa dakika 61. Sam alibaki golini dakika 20 nzima akijua mchezo unaendelea. Ilikuwa ni Disemba 25 mwaka 1937 ambapo ukungu mzito ulitanda wakati mechi ya mpira wa miguu kati ya Charlton na Chelsea ikiendelea. Ikabidi mechi iahirishwe, lakini golikipa wa Charlton Sam Bartram hakujua chochote, aliendelea kukaa langoni hadi dakika 20 mbele. Mechi hiyo ilikuwa ikipigwa katika uwanja wa nyumbani wa Chelsea, Stamford Bridge. Iliishia dakika 61 kisha kuahirishwa kutokana na ukungu kuwa mkubwa, lakini mlinda mlango huyo hakujua chochote kilichokuwa kinaendelea hadi dakika 20 mbele walinzi walipofika kumchukua. Kwa sasa Charlton inashiriki ligi daraja la kwanza Uingereza, huku Sam yeye alifariki Julai 17 mwaka 1981 akiwa na umri wa miaka 67.
Ukifika katika uwanja wa nyumbani wa klabu hii wa The Valley, utakutana na sanamu kubwa ya heshima ya Sam. Jina langu naitwa Juice Danger, ni follow pia Instagram, natumia Juice Dangers TZ.